الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Serikali ya Mapinduzi, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi. Mwenyeji wetu ndugu yangu Talib wa taasisi hii ya Aisha Sururu Foundation, pamoja na mama yetu, Mwenyezi Mungu nanyi awafanyie wepesi katika harakati zenu hizi na nyingi zile ambazo mara zote tunazisikia kutoka kwenu. Babangu mwakilishi wa Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, Sheikh Hassan Chizenga, tunakupenda, Mwenyezi Mungu akupe afya yako. Kakaangu mkubwa mwenye jina la babangu, mwenyekiti wa Jaimat, Sheikh Alhadi Musa Salum Al-Nakshabandi, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, nakupenda sana. Lakini kadhalika katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti, karibu Dar es Salaam, katibu mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania Alhaji Jabir Mruma, lakini mwakilishi wa mkuu wa mkoa kakaangu Edo, na meza kuu yote. Nimepewa dakika 3 nisije nikamaliza dakika 3 zile katika kutambua itifaki, lakini nisimsahau mamaangu Mama Aisha Sururu, mwanamke chuma kabisa, mwanamke mwenye moyo mkubwa. Tumekuona umekuja kwa kujivuta, lakini haya ndio wanaosema watu wakubwa, idha kanat nufusu kibara taibat fi muradiha al-ajsam. Siku zote mtu ikiwa anatekeleza matakwa ya moyo, kwa vyovyote vile mwili wake lazima utasumbuka. Usumbufu wako huu Mwenyezi Mungu atakulipa. Na hadhira yote kwa ujumla, nimepewa nafasi za kutoa salamu za baraza, bila shaka ni za mkoa, kwa sababu ingiwa taifa kabisa. Tunaye Mheshimiwa Alhaji Jabir Mruma, katibu mkuu wa baraza. Maneno kuhusiana na Qur'ani ni mengi sana, na hata ukiamua kusemaje hayawezi muda ukatosha, lakini kiufupi tu nianze kuyasema maneno hayo kwa kuipongeza taasisi ya Aisha Sururu. Takbir. Taasisi inayoongozwa na mama shupavu, mama jasiri, mama mwenye kuweza kuyasimamia majukumu yake na akayatekeleza pamoja na ubinadamu wake ndani ya 100%. Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Pale inapotajwa katika Qur'ani, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Mama Aisha inakukusanya kwamba katika waumini kuna mijana dume, wanaume shupavu. Hii haimaanishi wanaume ndevu au wanaume kuoa sana au wanaume mwenye sauti pana, la. Karina iko mbele, ni wale ambao wanasimamia ahadi zao na ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakwenda nazo mpaka umri wao unakwisha. Nakupongeza sana mamangu. Wewe ni mtu ambaye nisemee mimi binafsi, tangu mdogo na kuona ukilifanya jambo hili. Leo Walidi Alhadi anaweza kusimama katika hadhira hii akasema ni moja katika michango yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakina mama Sururu hawa ndio watu wanaotakiwa kutizamwa kwa macho au kwa jicho dogo.
Binadamu kawaida anakuwa na macho mawili, anakuwa na jicho kubwa lakini anakuwa na jicho dogo. Na maanisha hapa ni ile little eye, jicho dogo ambalo analitumia mpiga picha ili apate picha nzuri. Mimi na hakika cameraman huyu akipiga picha yake kwa macho yote mawili, anaweza mtu akamtoa kichwa chini miguu juu. Lakini ili apate picha nzuri yako wewe mheshimiwa, lazima jicho moja alibane ili achonge vizuri utoke vile ulivyo. Niwaombe Mheshimiwa mkuu wa wilaya Ilala na wengine wote wadau mliokuwepo hapa, watu kama hawa ni watu wa kutizamwa kwa macho hayo. Kwa nini? Kwa sababu mtu ukimuona anasimamia Qur'ani, lengo lake kuitengeneza hii jamii. Mtu kama Sheikh Kishki vile kule, Sheikh Kaporo, juzi tumeingia katika msukosuko mkubwa sana. Tusiache kuyasema haya. Wale wote tuliona wamejasiri, wakawa innocent people, wakafanya yale waliofanya, ni kukosa Qur'ani ndani ya nyoyo zao. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Mungu mwenyewe anasema niteremsha hii Qur'ani kunyoosha mambo. Hata mama Aisha mke wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipotakiwa kuambiwa, hebu tueleze mumeo Muhammad alikuwaje. Na siku zote ukitaka kumjua mtu tabia zake, usimuulize rafiki yake, usimuulize mwalimu wake, nenda kamuulize mkewe. Hata ukimwona kavaa koti na kilemba kama hichi, ukitaka kumjua mtafute mkewe, tena yule anayempenda, mwambie mzee yuko aje, atakutajia. Mama Aisha amepewa nafasi hiyo, anaambiwa tueleze mtume alikuwaje. Jawabu lake fupi tu na mimi namalizia, anasema kana khuluquhu alquranu, zilikuwa tabia zake ni Qur'ani. Liannahu kana Qur'anan yamshi ala al-ardh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Qur'ani inayotembea ardhini. Sasa ukimwona mtu anadili na Qur'ani kama hivi, anakuja kutengeneza jamii bora isiyokuwa na maandamano, isiyokubali majina ya kipuuzi kama Gen Z na mengineyo, bali ni jamii ambayo kwamba itakayokuwa inaelewa nini nyeupe, nini nyeusi, kipi kipana, kipi chembamba. Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri, tuendelee kushirikiana, tuwe kitu kimoja. Wa ma alaina illa albalagul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.